Hospitali ya Taifa Muhimbili itaboreshwa na kujengwa upya ili kuwezesha huduma kutolewa ndani ya jengo moja, yani one stop center kwa lugha ya kigeni, litakalokuwa na vitanda 1757 kutoka 1435 vya sasa. Kwa upembuzi yakinifu wa mradi huu umekamilika, ambapo hatua mbalimbali za kusaini mkataba kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea zinaendelea. Mradi huu utagharimu dola takriban 468 milioni, ambao ni sawa na 1.2 trilioni hela ya Kitanzania, ambapo kati ya hizo dola 364 ni za kutoka serikali ya Korea Kusini na serikali ya Tanzania itachangia dola milioni 104. Utekelezaji wa mradi huu ni awamu moja, ambapo utachukua miaka 5 kukamilika baada ya kusaini mkataba na hautoathiri utoaji wa huduma hata kidogo. Na utekelezaji wa mradi huu ni wa kihistoria katika sekta ya afya nchini. Utakuwa na faida lukuki, ikiwamo kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kupitia vifaa tiba vya kisasa, kuendelea kutoa mafunzo kwa wabobezi wetu ili kuweza kufanya huduma za kibobezi zaidi, na pia kuweka mandhari ya hospitali ikawa mandhari ambayo ni ya kuvutia, na kwa mantiki ile ya kuongeza tena ishu ya utalii tiba. Sasa serikali pia itapunguza kiasi kikubwa cha matumizi ya fedha ya kusafirisha wagonjwa nje ya nchi, kuwezesha wagonjwa kupata huduma zote katika eneo moja kama nilivyosema awali, na kupunguza mizunguko ya usumbufu, pamoja na kuwa na mpangilio mpya wa hospitali, huku eneo kubwa likibaki wazi kwa matumizi ya maendeleo mengine ya miaka 50 ijayo ya Hospitali ya Taifa Muhimbili. Haya yote yamewezekana kutokana na hospitali kuimarisha mfumo ya uongozi, usimamizi, utambuzi, udhibiti imara wa vihatarishi mbalimbali ili kuhakikisha kanuni na taratibu mbalimbali zinafuatwa.